Mheshimiwa Waziri Mkuu, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia sisi wananchi wa mkoa wa Mwanza na hususani wananchi wa Ukerewe kuweza kukusanyika katika viwanja hivi vya Gertrude Mongella kwa ajili ya kukupokea wewe, na tutakuwa tayari kusikiliza nasaha zako na maelekezo yako katika kuelekea maadhimisho ya miaka 61 ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar yenye kauli mbiu isemayo muungano wetu ni dhamana, heshima na tunu ya taifa, shiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, nitumie fursa hii pia kukushukuru wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kukubali na kuendelea kufanya ziara katika mkoa wetu wa Mwanza mara kwa mara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana. Aidha, ni washukuru wananchi wa Ukerewe chini ya mkuu wa wilaya Christopher Ngubiagai kwa kujitokeza kwa wingi katika mapokezi yako toka ulipofika uwanja wa ndege wa hapa Ukerewe. Umepata fursa ya kutembelea miradi miwili ambayo inaendelea kutekelezwa katika wilaya hii ya Ukerewe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya viongozi na wananchi wa mkoa wa Mwanza, ninapenda kumshukuru kwa dhati kabisa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuupatia fedha mkoa wa Mwanza kiasi cha shilingi trilioni 5.6 kati ya mwaka 2021 na mwaka 2025 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimaendeleo na miradi ya kimkakati ambayo umekwisha kusomewa katika taarifa yetu pale asubuhi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, deni la fedha hulipwa kwa fedha, deni la hisani hulipwa kwa hisani, na deni la wema hulipwa kwa wema. Kwa namna ambavyo rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alivyoutendea haki na wema mkoa wetu wa Mwanza, sisi wana Mwanza tunaungana na Watanzania wote kwanza kumtakia heri yeye na familia yake, lakini pia na serikali yake, na wewe ukiwa miongoni mwa wasaidizi wake mahiri kabisa. Lakini ahadi yetu ni kuhakikisha uchaguzi mkuu wa mwezi wa 10 mwaka huu tunampa shukurani zetu kwa kumpigia kura nyingi za kishindo ili aweze kuendelea kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoa wetu umejipanga vizuri kwa maandalizi ya uchaguzi mkuu. Mkoa umejipanga kuhakikisha uchaguzi unakuwa huru na wa haki, unaozingatia sheria, kanuni na taratibu za uchaguzi katika kuenzi falsafa ya rais wetu ya 4R. Kwa hiyo tumejipanga kuimarisha usalama wa wananchi wakati wa uchaguzi na uchaguzi umalizike kama ambavyo viongozi wetu wa dini wamekuwa wakiombea umalizike kwa heri. Mkoa wa Mwanza unaendelea kuhamasisha wananchi wake kushiriki ratiba ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura awamu ya pili kwa siku 7. Ratiba hii itaanza tarehe 1 hadi tarehe 7 Mei mwaka 2025. Mheshimiwa Waziri Mkuu, awamu ya kwanza ya uboreshaji wa daftari la kudumu mkoa wa Mwanza, takribani wananchi 500,000 walipata fursa ya kutoa taarifa zao au kubadilisha taarifa zao. Uchaguzi uliopita wa mwaka 2020 tulikuwa na jumla ya wapiga kura takribani 1,300,000. Kwa hiyo awamu ya kwanza ya uandikishaji wa daftari uliofanyika, tumefanya marekebisho, kuandika wapya na kuondoa wa zamani, jumla ya wananchi 500,000. Kwa hiyo natoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza kutumia tarehe 1 hadi tarehe 7 Mei kwa ajili ya awamu ya pili ya kuboresha taarifa zetu katika daftari la kudumu la mpiga kura. Jambo kubwa la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kupitia ziara yako hii ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 61 ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar, ninaamini katika hotuba yako utatueleza kwa kina kuhusu umuhimu wa muungano wetu na kuhusu
waasisi wa muungano huu na mambo ambayo yanaendelea katika kuimarisha muungano huu. Sisi wana Mwanza tutakuwa tayari kwa maelekezo yako mahususi ambayo tutayachukua na kuyafanyia kazi. Wananchi wa mkoa wa Mwanza, hususani wa maeneo ya visiwani, wanaendelea pia kuishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Samia kwa miradi mbalimbali inayoendelea kutekelezwa visiwani. Mradi wa vijenzi wa vivuko vitano vya kihistoria Rugezi Ukerewe, kivuko ambacho kimeshafika 95% na kitaelezwa vizuri ninaamini katika hotuba yako. Kivuko cha Ijinga Kahangala, Magu, Bwilo, Bukondo hapa Ukerewe, Nyakarilo, Koome, Sengerema, Buyaku, Mbarika, Misungwi yenye thamani ya bilioni 28. Nakumbuka kwamba wakati wa mbio za Mwenge wa Uhuru tulimwomba Mheshimiwa Rais atupe fedha kwa ajili ya kukamilisha mradi huu, na yeye alitoa fedha, na vivuko hivi viwili vya Ukerewe vimeshafika 95%, na kwa mujibu wa mkataba mwezi wa 9 vitakamilika, isipokuwa baada ya ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi kukamilika. Serikali ya mkoa chini ya TEMESA tumekubaliana vivuko vitatu vinavyofanya kazi pale, kimoja kitaondolewa nafikiri mwezi wa 4 mwishoni, kiweze kuja kushirikiana na kivuko kingine hapa Ukerewe kwa ajili ya kutoa huduma hiyo, wakati tunasubiri kivuko kipya mwezi wa 9. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, niwahakikishie wana Ukerewe kwamba siku si nyingi kivuko kingine kitawekwa hapa ili kiweze kushirikiana na kivuko kilichopo sasa, vitakuwa vinapishana pale. Wakati huo mwezi wa 9, kwa mujibu wa mkataba wetu, kivuko kipya cha kisasa kitakamilika na kitakuja hapa kwa ajili ya kutoa shughuli ile ya usafirishaji kwa wananchi wa hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya maelezo yangu hayo, ni kuhakikishia kwamba mkoa wa Mwanza ni salama na tunaendelea kuimarisha usalama wa wananchi, na tunahakika kwamba maendeleo yaliyofikiwa chini ya serikali ya awamu ya 6 yametapakaa katika mkoa wote. Tufikishie salamu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba Mwanza tumekubali kazi zake, tunamuunga mkono na tunamtakia kila laheri, na sisi wana Mwanza tutatimiza wajibu wakati wa uchaguzi kumrejesha tena madarakani. Asanteni sana na ninakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu.